Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amemfuta kazi gavana wa jimbo la kaskazini mashariki la Upper Nile James Odok Oyai, ambapo mapigano yameongezeka kati ya vikosi vya serikali na kundi la wapiganaji la White Army linaloshutumiwa kwa kushirikiana na mpinzani wake ambaye ni makamu wa kwanza wa rais Riek Machar. Tatu Karema na maelezo zaidi. Katika agizo la rais lililosomwa kwenye runinga serikali jana jioni, Rais Kiir alimfuta kazi Oyai kutoka chama cha Machar cha SPLM-IO na kumpa nafasi hiyo James Akwang Chuol, Luteni Jenerali anayetoka Nasir. Kufutwa kazi kwa Oyai kulizua hasira kutoka kwa chama hicho ambacho tayari kilikuwa kimejiondoa kwa sehemu katika makubaliano ya amani ya mwaka 2018 kufuatia kukamatwa kwa maafisa wake baada ya kundi hilo la White Army kuvilazimisha vikosi vya serikali kuondoka katika mji huo wa Nasir ulio karibu na Ethiopia. Katika taarifa, msemaji wa Machar Puok Both Balwang amesema kufutwa kazi kwa Oyai ni hatua nyingine ya upande mmoja na ukiukaji mkubwa wa mkataba huo wa amani wa mwaka 2018. Kwa upande wake, waziri wa habari Michael Makuei amekishtumu chama cha Machar kwa kuhatarisha makubaliano hayo ya amani na ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba hatua ya kumfuta kazi Oyai ni ya kuleta amani katika jimbo hilo la Upper Nile. Katika hatua nyingine, serikali ya Sudan Kusini jana ilifanya shambulizi lingine la anga dhidi ya raia katika eneo la kaskazini magharibi na kumjeruhi mtoto mmoja. Haya yamearifiwa na afisa mmoja wa eneo hilo pamoja na mashuhuda katika wakati ambapo kuna hofu ya kuzuka upya kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kamishna wa kaunti hiyo James Gatluak amesema shambulizi hilo lilianza alfajiri ya jana wakati jeshi la nchi hiyo lilipoangusha mabomu katika soko la mji wa Nasir kisha baadaye kwenye eneo la makazi. Gatluak amesema hali inazidi kuwa mbaya katika mji huo wa Nasir unaochukuliwa kwa ngome ya wafuasi wa Machar, huku maafisa wa misaada wakiondolewa katika eneo hilo. Mzozo huo unaozidi kupamba moto umezua hofu kwa taifa hilo jipya zaidi ulimwenguni huenda likatumbukia tena kwenye mzozo takriban miaka 7 baada ya kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha vifo vya maelfu ya watu. Asante sana Tatu Karema kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya Uturuki imewaweka kizuizini watu 37 kwa kuchapisha kile ilichokiita kama maudhui ya uchochezi kwenye mitandao ya kijamii. Hatua hii ni mwendelezo wa kamata na ukandamizaji wa sauti pinzani baada ya kukamatwa kwa meya wa Istanbul, mpinzani mkuu wa Rais Recep Tayyip Erdogan. Saumu Njama na taarifa kamili. Polisi nchini Uturuki inamshikilia meya wa mji wa Istanbul na kiongozi mkuu wa upinzani Ekrem İmamoğlu kwa tuhuma za ufisadi na ugaidi pamoja na watu wengine kadhaa mashuhuri na meya wengine wawili, hatua inayosababisha hasira ya umma. Maelfu ya watu waliandamana licha ya uwepo mkubwa wa polisi. Kilichofanyika bila shaka ni kinyume cha sheria na hakina msingi. Hii si demokrasia, ni udanganyifu wa demokrasia. Watu hawastahili haya. Tumekasirishwa bila shaka. Kama wanadamu tumekasirika. İmamoğlu wa chama kikuu cha upinzani cha CHP, mpinzani mkuu wa Rais Tayyip Erdogan, kukamatwa kwake kunajiri siku chache kabla ya chama hicho kumtangaza kama mgombea wake wa urais katika uchaguzi wa mwaka 2028. Ana umri wa miaka 53, amekuwa akilengwa na idadi inayoongezeka ya kile wakosoaji wanasema ni uchunguzi wa kisheria unaochochewa kisiasa. Kiongozi wa chama cha CHP Özgür Özel amesema, wewe Rais Erdogan huna uwezo wowote ndani yako dhidi ya mgombea wangu. Mgombea wetu wa kiti cha urais wa nchi hii ulishindwa naye, umeshindwa na unajua utashindwa tena. Kwa hiyo kwa kila aina ya mipango unamkandamiza mpendo wetu wa Istanbul, unamfanyia fujo. Onunla uğraşıyorsun. Kuzuiliwa kwa kiongozi huyo maarufu wa upinzani na mpinzani mkuu wa Erdogan kunaongeza wasiwasi juu ya demokrasia. Hali hii pia imesababisha mparaganyiko katika soko la fedha na kuchochea kusimamishwa kwa muda katika biashara ili kuzuia uuzaji wa hofu.
Wakosoaji wanaona ukandamizaji huo kama juhudi za Erdogan kuongeza muda wake wa utawala wa miongo miwili kufuatia hasara kubwa ya chama tawala katika uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka jana. Hata hivyo, maafisa wa serikali wanakanusha madai kwamba hatua za kisheria dhidi ya viongozi wa upinzani zimechochewa kisiasa na kusisitiza kwamba mahakama zifanye kazi kwa uhuru. Waziri wa mambo ya ndani wa Uturuki Ali Yerlikaya amesema wametambua akaunti 261 za mitandao ya kijamii zilizoshiriki machapisho ya uchochezi yanayochochea chuki au uhalifu, huku juhudi za kukamatwa washukiwa wengine zikiendelea. Msikilizaji na mfuatiliaji wetu, leo ni siku ya furaha. Ulimwengu unaadhimisha siku hii ambapo lengo lake ni kutambua na kusherehekea umuhimu wa furaha katika maisha ya watu na kuwahimiza watu binafsi, jumuiya na mashirika kuchukua hatua ili kukuza na kuitangaza furaha, ustawi kwa watu wote na kuwa na ulimwengu wenye huruma zaidi. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema kujali na kushiriki, ambayo inasisitiza jukumu la kuonesha wema na ukarimu katika kuikuza jumuiya iliyo imara na kuimarisha ustawi kwa ujumla. Aidha, ripoti ya mwaka huu wa 2025 inaonyesha kuwa Finland imeendelea kuongoza kwa kuwa nchi yenye watu walio na furaha zaidi duniani, hii ikiwa ni kwa mara ya 8 mfululizo, huko Afghanistan ikishika mkia. Je, furaha inamaanisha nini kwako? Tuwasikilize baadhi ya watu ambao tumezungumza nao wakielezea furaha ina maana gani kwao na kitu gani hasa kinawafurahisha. Kwa majina naitwa Kale Gembe wa Igunga, Tabora, Tanzania, lakini kwa sasa niko Dar es Salaam. Mimi siku ya furaha duniani naizungumzia, mimi furaha yangu ni kwamba napenda niwe na afya njema. Nikiwa na afya njema, niwe na hali nzuri ya kiuchumi, hiyo ndo furaha, hiyo ndo mojawapo wa furaha duniani. Lakini napatwa na mashaka sana kwa sababu kuna kipindi orodha ya nchi ambazo raia wake wa ilitoka, Tanzania ilionekana iko nyuma sana, na hii inatokana kwamba changamoto za kiuchumi zinazowakabili wananchi wa Tanzania. Changamoto za uchumi nazo zinachangia, watu wanakuwa na msongo wa mawazo, watu wanajichukulia maamuzi ya kustajabisha, wengine mpaka wanafikia hatua ya kujitoa uhai. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi niwaombe tu Watanzania wenzangu kwamba tujifunze kuwa na furaha. Binafsi mimi nikiwa na msongo wa mawazo, huwa napenda kusikiliza muziki. Mimi napenda sana muziki, nasikiliza muziki. Mimi naamini kusonga mbele. Alafu cha kwanza namtanguliza Mwenyezi Mungu ili kujijengea afya ya kiakili pamoja na kuwa na furaha katika maisha yangu. Naitwa Brian Tebi, mkazi wa Nairobi. Furaha kwangu ni hisia inayonipa faraja, inayonipa amani. Kitu chochote kinachonituliza roho kwangu ni furaha. Kinachonifurahisha zaidi huwa muziki. Nikisikiza muziki huwa inanituliza roho, manake mara nyingi katika siku yangu na kazi nyingi huwa kuna stress, na kinachonipa burudisho la roho na kunifanya nitulie na nijisikie nina amani kabisa katika moyo wangu ni muziki. Kwa majina naitwa Michael Mlewa kutoka Kaloleni Vishakani. Furaha ni tuseme ni tabasamu la moyo. Tuseme ni kitu ambacho kinanipatia matumaini ya maisha na kinachopatia matumaini ya kuishi siku baada